Mjambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Tunatumaini mnaendelea vyema na shughuli zenu za kila siku. Basi tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 26 Juni mwaka 2026 kupitia Kivu News Info, chanzo chako cha habari za uhakika kutoka Kivu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Katika dakika chache zijazo tutakuletea habari muhimu za kisiasa, usalama, afya, jamii na maendeleo kutoka ndani na nje ya nchi. Na endelea kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote ningeomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa kuungana unasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari tutakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Telo Shilonga, basi nakualika kuna mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo. Iko ni tarehe 16 Juni mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi, basi karibu tukupashe. Serikali ya Marekani imetoa kauli kali dhidi ya waasi wa M23 pamoja na watu wa mitandao yanayounga mkono, ikisema kuwa kundi hilo linaendelea kutumia rasilimali za madini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kufadhili shughuli zake za kijeshi na kuendeleza machafuko mashariki mwa nchi. Katika taarifa iliyotolewa na mshauri mwandamizi wa Marekani anashughulikia masuala ya Afrika, ilieleza kwa M23 pamoja na wanaounga mkono wanatumia utajiri wa madini ya Kongo ambao kisheria ni mali za wananchi wa Kongo kufadhili ununuzi wa silaha, kulipa wapiganaji na kuendeleza uasi ambao umechangia kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika maeneo mengi ya mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa Marekani, shughuli hizo zimechangia kwa kiasi kikubwa migogoro ya usalama inaendelea katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini, ambako maelfu ya raia wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano ya mara kwa mara. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani pia imetangaza vikwazo vipya dhidi ya watu sita wanaotumiwa kuhusika na mitandao ya usafirishaji haramu wa madini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa Washington, madini hayo yanatolewa kinyume cha sheria na kinanufanisha kundi la waasi wa M23 ambalo linaungwa mkono na Rwanda. Marekani inasema kuwa hatua hizo zinalenga kuunga mkono makubaliano ya amani na ustawi uliotiwa saini mjini Washington na kuhakikisha kuwa utajiri wa madini ya Kongo unanufanisha wananchi wa Kongo badala ya kutumika kuendeleza migogoro na ukosefu wa utulivu. Taarifa hiyo inaeleza kuwa M23 inaendelea kudhibiti maeneo kadhaa yenye madini muhimu katika Kivu Kaskazini na Kusini. Miongoni mwa maeneo ni migodi wa Coltan wa Rubaya ambao ni miongoni mwa migodi mikubwa ya madini katika eneo hilo. Marekani imekumbusha kuwa pia ajili ya iliyotokea mwezi Machi mwaka 2026 katika mgodi wa Rubaya ambako shimo moja la uchimbaji lilipomoka na kusababisha vifo vya zaidi watu 200 wakiwemo watoto waliokuwa wakifanya kazi au waliokuwa karibu na eneo hilo. Kwa mujibu wa Washington, hali ya usalama katika maeneo ya migodi inaendelea kuwa kutia wasiwasi kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha yanayofanika na biashara ya madini. Vikwazo vipya vinafuatia hatua nyingine zinazochukuliwa na Marekani katika miezi iliyopita. Tarehe 2 Machi mwaka 2026 Washington ilitangaza vikwazo dhidi ya baadhi ya maafisa wa jeshi la Rwanda RDF. Baadaye tarehe 13 Aprili vikwazo vilitangazwa dhidi ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila. Tarehe 2 Juni mwaka 2026 Marekani ilitangaza pia vikwazo dhidi ya baadhi ya makamanda wa waasi wa M23 wanaotumiwa kuhusika katika vita na vitendo vinavyovuruga usalama mashariki mwa Kongo. Hatua hizo zote zinaelezwa kuwa ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya Washington ya tarehe 4 Disemba mwaka 2015 ambao analenga kuimarisha amani, usalama na ustawi katika eneo la maziwa makuu. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa vikwazo hivi vinaonyesha kuongezeka kwa shinikizo la kimataifa dhidi ya watu na makundi yanayohusishwa na biashara haramu ya madini na migogoro ya silaha katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, hadi sasa M23 na Rwanda wamekuwa wakikanusha mara kwa mara tuhuma za kuhusika katika uporaji wa rasilimali za Kongo na kuunga mkono shughuli za waasi, huku serikali ya Kinshasa ikiendelea kudai kuwa ushahidi mbalimbali wa kimataifa unaonyesha uwepo wa ushirikiano huo. Wakati huo, wananchi wengi wa mashariki mwa Kongo wanaendelea kutarajia kurejea kwa amani ya kudumu na matumizi ya rasilimali za nchi kwa ajili ya maendeleo ya wananchi badala ya kuongeza migogoro ya vita.
Baadhi ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa wamekwama kwa siku kadhaa katika eneo la Rusumo mpakani mwa Tanzania na Rwanda wameanza kurejea mjini Goma tangu mwanzoni mwa wiki katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa shuhuda wa wasafiri waliokusanywa tarehe 25 Juni, safari ya kurejea nyumbani imekuwa ngumu sana kutokana na vikwazo vya usafiri vilivyowekwa na mamlaka za Rwanda. Hatua hizo zimehusishwa na tahadhari za kiafya dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Wasafiri wameeleza kuwa idadi ya ndogo sana ya watu walioweza kupita moja kwa moja ndani ya Rwanda kuelekea Goma kutokana na udhibiti mkali wa masharti yaendelea kutekelezwa katika mipaka ya nchi hiyo. Kutokana na hiyo, raia wengi wa Kongo walazimika kutumia njia mbadala ili kufika nyumbani. Baadhi walipita Burundi wakitumia njia ya Uvira, Bukavu hadi Goma, huku wengine wakipita Uganda kwa kutumia njia ya Mutukula, Mbarara, Kisoro na kisha Bunagana kabla ya kufika Goma. Hizi ni njia mbadala zinazoonekana kuwa ndefu, zenye gharama kubwa na zenye changamoto nyingi za wasafiri. Mmoja wa wasafiri aliorejea kutoka Tanzania ameeleza kuwa safari yao ilikuwa mateso makubwa. Amesema kwa baadhi ya watu walikuwa na pasipoti walipita Burundi, lakini walikumbana na usumbufu mwingi katika tambarare ya Ruzizi ambako walazimika kusimamishwa mara kadhaa katika viziwizi mbalimbali. Kwa mujibu wa shuhuda, baadhi ya wasafiri walitumia zaidi ya dola 200 za Kimarekani kutokana na malipo mbalimbali na gharama za safari zilizoongezeka njiani. Wasafiri wengi walikuwa na nyaraka zilizotolewa na mamlaka za Goma, walichagua kupita Uganda wakitumia njia ya Mutukula, Mbarara na Kisiro kabla kuingia Bunagana na hatimaye kufika Goma. Hata hivyo, njia hiyo pia ilihitaji gharama kubwa kwa wasafiri na malazi. Taarifa zinaonyesha kwa tangu tarehe 22 Mei mamia raia wa Kongo, wengi wao wakiwa wafanya biashara, walikuwa wakitoka Tanzania walikwama katika eneo la Rusumo baada ya kushindwa kuruhusiwa kupita ndani ya Rwanda. Wafanya biashara hao walikaa kwa karibu wiki 3 katika eneo hilo wakisubiri suluhisho la kurejea majumbani, jambo lilosababisha hasara za kifedha na ugumu mkubwa wa maisha. Hadi sasa mamlaka zinazohusika bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu kurejea kwa hali ya kawaida kati ya usafiri ya mpaka kati ya nchi hizo. Aliendelea kuwatia wasiwasi wasafiri na wafanyabiashara wengi wanaotegemea njia hizo kwa shughuli zao za kila siku na biashara za kimataifa. Waziri wa biashara ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julien Paluku, amesifu vikwazo vipya vyowekwa na Marekani dhidi ya mtandao wa Rwanda unaotumiwa kuhusika katika biashara haramu ya adhabu kutoka Kongo. Akizungumza siku ya Alhamisi jioni katika kipindi cha moja kwa moja cha Space cha Live kinachoandaliwa na mwanahabari Stanis Bujakera, Julien Paluku alisema kuwa hatua hiyo ya Marekani inaonyesha wazi kuwa chanzo kikubwa cha vita vinavyoendelea mashariki mwa Kongo ni uporaji wa rasilimali za nchi. Kwa mujibu wa waziri huyo, madini ya Kongo ndio yanachangia kuendelea kwa migogoro katika eneo la maziwa makuu. Amesema kwa muda mrefu baadhi ya watu walikuwa kikana ukweli huo, lakini sasa vikwazo vya Marekani vinaonyesha wazi kuwa biashara ya madini ndio chanzo kikuu cha vita hivyo. Julien Paluku amesema kuwa baada ya Marekani kuwekea vikwazo dhidi ya baadhi ya maafisa wa jeshi la Rwanda, sasa hatua inaelekezwa kwa mitandao ya kifedha na kiuchumi na wanaofanika na biashara ya madini kutoka Kongo. Ameleza kwa kampuni ya watu wanaoshirikiana na watu waliowekwa vikwazo wanaweza pia kuasiriwa na hatua hizo, jambo ambalo linaweza kuzofisha mitandao ya kifedha inahusishwa na biashara hiyo. Kwa upande mwingine, Paluku amesema kuwa hatua hii inaonyesha kuwa Rwanda inaanza kupoteza uungwaji mkono wa kimataifa ambao umekuwa nayo kwa miaka mingi. Amesema kwa maoni yake, malengo halisi ya Rwanda nchini Kongo yanahusiana na madini, si za sababu nyingine zinazotolewa mara kwa mara. Waziri pia ametoa wito kwa vikwazo kuongezwa kwa nchi au kampuni zinazonunua dhahabu inayotoka mashariki mwa Kongo kwa njia haramu. Ametaja acha baadhi ya wanunuzi wa kimataifa wa Umoja wa Ufalme wa Kiarabu na China. Kwa mujibu wake, ikiwa akaunti za fedha za miamala na wanunuzi hao zitazuia, biashara hiyo haramu inaweza kukoma. Julien Paluku ametangaza kuwa serikali ya Kongo na Umoja wa Falme za Kiarabu zimefikia makubaliano kuhusu ufuatiliaji wa karibu wa dhahabu kutoka mahali inapochimbwa hadi inapofikia kwa mnunuzi wa mwisho. Amesema makubaliano haya yatawasilishwa katika bunge la taifa kwa ajili ya kupitishwa. Katika mazungumzo hayo, Paluku pia alizungumzia hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akimtaja rais wa zamani Joseph Kabila ambaye kwa sasa yuko Goma. Alisema kuwa ameshangazwa na kuona Kabila akiwa karibu na watu ambao zamani aliwataja kuwa wadui wa nchi. Akioji hali hiyo, Paluku alisema kuwa ni vigumu kuelewa jinsi rais wa zamani ambaye aliongoza nchi kwa miaka 18 anaweza kuwa karibu na watu ambao zamani walikuwa wakipingwa na serikali yake. Waziri alisimulia katika kipindi chake cha miaka 12 akiwa gavana mkuu wa Kivu Kaskazini. Asema kuwa
mwaka 2017 alichaguliwa kama mgombea huru baada ya chama cha Joseph Kabila kumuunga mkono. Kwa mujibu wake, baada ya kushangiliwa alikumbana na shinikizo kuu nyingi za kisiasa, ikiwemo jaribio kadhaa kumuondoa madarakani kupitia bunge la jimbo. Amesema pia kwa serikali kuu iliwahi kumsimamisha baadhi ya fedha na jimbo baada ya kutoa maoni yake kuhusu hali ya usalama katika Kivu Kaskazini. Julien Paluku amesema licha ya changamoto zote alizopitia, aliendelea kusimama na kutetea maslahi ya wananchi na umoja wa taifa. Katika kauli zake zinakuja wakati ambako mjadala kuhusu usalama, biashara na madini na nafasi ya nchi za nje katika mgogoro wa mashariki mwa Kongo unaendelea kuchukua nafasi kubwa ndani na nje ya nchi. Seneti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefungua siku ya leo Jumatatu tarehe 26 Juni kikao maalum mjini Kinshasa kwa lengo la kujadili na kuchunguza masuala 25 muhimu yaliyosainiwa na serikali, ikiwa ni pamoja na miradi 22 ya sheria inayochukuliwa kuwa kipaumbele kwa maendeleo ya nchi. Kuitishwa kwa kikao hiki maalum kimeandaliwa na Rais wa Seneti Jean-Michel Sama Lukonde kwa mujibu wa katiba nchi pamoja na kanuni za ndani ya Seneti zinazoruhusu bunge kuitishwa katika kikao cha dharura pale ambako kuna masuala haraka yanayohitaji kujadiliwa kabla kikao kingine cha kawaida. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyosainiwa siku ya tarehe 15 Juni, maseneta wameitwa kukutana ili kuhakikisha uchunguzi na kupitishwa kwa sheria mbalimbali zinazogusa sekta muhimu za maisha ya wananchi. Katika kikao hiki maseneta watajadili masuala yanayohusu uchumi, fedha na umma, nishati, usalama, ajira kwa vijana, maendeleo na utawala bora. Miongoni mwa miradi mikubwa ya sheria inayotarajiwa kujadiliwa ni sheria ya marekebisho ya bajeti ya mwaka 2026. Sheria inalenga kurekebisha baadhi ya matumizi na mapato ya serikali ili kulingana na hali ya sasa ya kiuchumi na mahitaji ya taifa. Maseneta pia watachunguza mswada wa sheria unaoipa serikali uwezo wa kuchukua baadhi ya hatua za haraka katika utekelezaji wa sera zake. Kati ya miradi mingine muhimu ni ule wa mradi mkubwa wa umeme wa Gra-Inga ambao unachukuliwa kama moja ya miradi mikubwa zaidi ya uzalishaji wa umeme barani Afrika. Serikali inaamini kuwa mradi huo unaweza kuongeza upatikanaji wa umeme na kusaidia maendeleo ya kiuchumi wa taifa. Seneti itajadili mpango wa kijeshi wa mwaka 2027 hadi 2030 ambao unalenga kuimarisha uwezo wa jeshi la taifa katika kulinda mipaka na kurejesha usalama katika maeneo yenye migogoro. Katika upande wa ajira, maseneta watajadili sheria inahusiana na mpango wa rais wa kutoa ajira na kusaidia ujasiriamali kwa vijana unaojulikana kwa jina la Debout Jeune Congolais. Mpango huo unakusudia kuwapa vijana nafasi za ajira na kuwasaidia kuanzisha shughuli za kiuchumi. Pia kutakuwa na mjadala kuhusu sheria ya mazuio ya ndani ambayo inalenga kuwapa raia wa Kongo nafasi kubwa zaidi katika uchumi wa nchi na katika miradi mikubwa ya uwekezaji. Masuala ya soko la hisa la uwekezaji pia atapatiwa nafasi katika kikao hiki kupitia mswada wa sheria kuhusu masoko ya fedha na hisa. Seneti inajitahidi pia marekebisho ya sheria ya ukandarasi mdogo katika sekta binafsi ili kuboresha nafasi za wafanyabiashara wa ndani na kuongeza ushiriki wao katika miradi ya maendeleo. Mbali na hilo, maseneta watachunguza mikataba mbalimbali ya fedha na ushirikiano unaotiwa saini kati ya Kongo na washirika wa kimataifa. Mikataba hiyo inahitaji kuuriziwa na bunge kabla ya kuanza kutekelezwa. Kikao hicho pia kinajadili sheria kuhusu bodi ya michezo ya kamari na bahati nasibu pamoja na sheria inayohusu mfuko wa taifa wa uwekezaji. Masuala ya maeneo maalum ya kiuchumi maarufu kama zone economique speciale yatajadiliwa kwa lengo la kuvutia wawekezaji na kuongeza shughuli za viwanda nchini. Maseneta watajadili sheria kuhusu wazi ya upatikanaji wa zamani pamoja na masuala yanayohusiana na haki zao na ustawi wao. Jambo lingine muhimu litakalojadiliwa ni kuongeza muda wa hali ya kuzingirwa ama etat de siege katika baadhi ya maeneo ya nchi ambayo yanakabiliwa na matatizo ya usalama hasa katika maeneo ya mashariki mwa Kongo. Kwa hiki maalum kimeitishwa kufuatia ombi la waziri mkuu wa nchi kupitia barua mbili wasilishwa kwa ofisi ya Seneti tarehe 19 na tarehe 24 Juni. Serikali inaeleza kuwa ni muhimu sheria hizo kujadiliwa haraka kabla ya kuanza kwa kikao cha kawaida kijacho cha bunge. Ikumbukwe kwa kikao cha kawaida cha mwezi Machi kilihitimishwa tarehe 15 Juni baada ya karibu miezi mitatu ya kazi ya bunge. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bunge linaweza kuitishwa katika kikao maalum wakati wote kunapokuwa na masuala ya dharura yanayohitaji maamuzi haraka kwa maslahi ya taifa. Kikao hiki cha Seneti kinatarajiwa kuwa na umuhimu mkubwa kwa mustakabali wa uchumi, usalama na maendeleo ya nchi, huku wananchi wengi wakisubiri kuona maamuzi yatakayochukuliwa kuhusu sheria hizo muhimu.
Watu wote wanaotoka katika maeneo yanayoathiriwa na ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watalazimika kuzingatiwa kwa muda wa siku 21 kabla ya kusafiri ndani ya nchi au kwenda nje ya nchi. Hatua imetangazwa Jumatano tarehe 25 Juni na Wizara ya Afya ya Umma Roger Kamba kupitia televisheni ya taifa. Serikali imechukua uamuzi huo katika kipindi ambacho mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaendelea katika jimbo la Ituri, huku mamlaka za afya zikiendelea kuripoti visa vipya vya maambukizi. Kwa mujibu wa Waziri Roger Kamba, kipindi cha siku 21 kulingana na muda wa juu kabisa ambavyo virusi vya Ebola vinaweza kukaa mwilini kabla ya dalili kuanza kuonekana. Kupitia ufuatiliaji wao, serikali inalenga kugundua mapema watu wanaoweza kuwa na wameambukizwa na kuzuia ugonjwa kusambaa katika maeneo mengine ya nchi au nje ya mipaka ya Kongo. Waziri amesema kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa sababu mtu anaweza kuwa ameambukizwa lakini asiwe na dalili zozote za ugonjwa kwa siku kadhaa. Katika kipindi hicho, mtu atakayefuatiliwa na huduma za afya kabla kuruhusiwa kuendelea na safari zake. Wakati huo, waziri wa afya amepongeza wahudumu wa afya waendelea kupambana na ugonjwa huo katika maeneo yaliyoathiriwa. Amesema kuwa madaktari, wageuzi na wafanyakazi wengine wa afya waendelea kufanya kazi katika mazingira magumu na yenye hatari kubwa. Kwa mujibu wa waziri Roger Kamba, zaidi ya wahudumu 10 wa afya wameambukizwa virusi vya Ebola tangu kuanza kwa mlipuko huu uliotangazwa rasmi tarehe 15 Mei mwaka huu. Amesema leo anaonyesha kiwango kikubwa cha hatari kinachowakabili wataalamu wa afya wanaotumia wagonjwa na kushiriki katika shughuli za ufuatiliaji wa ugonjwa huo. Waziri alizungumza pia na kisa cha daktari mmoja wa raia wa Faransa alikuwa akifanya kazi katika shirika la kibinadamu la Alima kwenye kituo cha matibabu cha Ebola cha Rwampara chapo karibu na mji wa Bunia katika jimbo la Ituri. Kwa mujibu wa taarifa hizo, daktari huyo alibainika kuwa na Ebola akiwa nchini Ufaransa baada ya kuondoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Roger Kamba amesema daktari huyo alikuwa akifanya kazi moja kwa moja na wagonjwa wa Ebola na alikuwa miongoni mwa watu waliokuwa katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Serikali ya Kongo inaendelea kutoa msaada kwa timu za matibabu pamoja na mashirika ya kibinadamu yanayoshiriki katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Mamlaka za afya zimetaka wananchi kuendelea kuheshimu hatua zote za kinga, ikiwemo kunawa mikono mara kwa mara, kuripoti mapema dalili za ugonjwa na kushirikiana na wahudumu wa afya. Serikali pia inawahimiza watu wanaotoka katika maeneo yaliyoathirika kufuata masharti mapya ya ufuatiliaji wa siku 21 ili kusaidia kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Takribani watu 100 wanaohusika katika siasa za Rwanda wanaishi uhamishoni wametangaza kuanzishwa rasmi kwa muungano mpya wa kisiasa unaoitwa Coalition Rwandaise pour le Changement Démocratique. Muungano huo umeeleza kuwa lengo lake kuu ni kuleta mabadiliko ya kidemokrasia nchini Rwanda na kupinga utawala wa Rais Paul Kagame. Katika taarifa iliyotolewa wakati wa uzinduzi wa muungano huo, wanachama wake wamekosoa vikali serikali ya Kigali wakihutumu kwa kuendelea utawala wa mabavu ndani ya nchi na kuingilia masuala nchi jirani katika maeneo la maziwa makuu. Kwa mujibu wa viongozi wa muungano huo, serikali ya Rwanda inahusika katika hali ya kutokuwa na utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasema kuwa hatua za kijeshi zinazovuka mipaka pamoja na madai ya matumizi haramu rasilimali za Kongo zinaendelea kuathiri amani na usalama katika ukanda huo. Muungano unaeleza kuwa mgogoro unaendelea katika Kivu Kaskazini na Kusini umechangia mateso ya raia wengi, kuongezeka kwa wakimbizi na kuharibika kwa hali ya kibinadamu katika eneo la maziwa makuu. Wanachama wa muungano huo pia wanaamini kuwa suluhisho la kudumu kwa mgogoro wa kikanda linahitaji mabadiliko ya kisiasa nchini Rwanda pamoja na kuimarishwa kwa demokrasia na uhuru wa kisiasa. Hata hivyo, hadi sasa serikali ya Rwanda haijatoa tamko rasmi kuhusu kuundwa kwa muungano huo mpya wa upinzani. Kwa miaka mingi, Kigali imekuwa ikikanusha tuhuma za kuhusika katika machafuko mashariki mwa Kongo. Serikali ya Rwanda imekuwa ikieleza hatua zake kwa usalama zinahusiana na uwepo wa makundi yenye silaha karibu na mipaka yake ambayo yanaweza kutishia usalama wa taifa. Kuundwa kwa muungano huo kunakuja katika kipindi ambacho mjadala kuhusu hali ya kisiasa nchini Rwanda na mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuvutia tahadhari kubwa katika ngazi za kikanda na kimataifa. Wachambuzi wa siasa wanaona kuwa muungano huo mpya unaweza kuongeza sauti za upinzani wa Rwanda nje ya nchi, huku tu ukitoa mtizamo mpya kuhusu mustakabali wa siasa za Rwanda na usalama wa eneo la maziwa makuu. Na ni hivyo ndivyo ilivyokuwa taarifa yetu ya mchana leo kupitia Kivu News FM kwa tarehe 26 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Tunashukuru kwa pamoja nasi na kuendelea kutuamini katika kukuletea habari za uhakika kwa haraka na kwa usahihi. Basi kwa maoni, taarifa au mapendekezo, endelea kufuatilia au kuwasiliana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za Kivu News FM. Na vile vile kabla tunahitimisha matangazo yetu ya mchana leo, niendelee kukumbusha wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekuomba na kusifu kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, like, comment na
kushare, na kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu ya kila siku kisha tunakuletea habari sasa zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikiliza kwa sehemu gani, naondoka tuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Longa, basi kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info nakutakia mchana mwema na shughuli zako njema. Asanteni sana, tukutane tena jioni katika matangazo yetu mengine. Bye bye na chau, baki salama na mchana mwema.